Sasa leo shauri limeitwa mbele ya Mheshimiwa Aaron Lyamuya na upande wa mashtaka umetoa hoja kwamba hawana nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya washtakiwa 20 katika kesi hiyo, isipokuwa mshtakiwa anaitwa Mika Chavala pamoja na ambaye ni mshtakiwa namba 17 nafikiri kama nakumbuka vizuri, pamoja na mshtakiwa wa kwanza Jennifer Jovin maarufu Nifa. Of course hawajatoa sababu za kwa nini hawa watu wawili Mika Chavala mshtakiwa namba 17 pamoja na mshtakiwa wa kwanza Jennifer Jovin maarufu Nifa wao hawajafaidika na hiyo huo utaratibu kama nilivyosema kwa wale mwenendo wa mashtaka na mamlaka chini ya kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kufuta shtaka lolote la jinai linaloendeshwa katika mahakama yote Tanzania ambalo lipo kwenye hatua yoyote ile kabla ya hukumu. Kwa hiyo kama nilivyosema hao 20 wamefutiwa mashtaka, na bahati mbaya anapofuta sheria hailipi ulazima haipi DPP obligation ya kutoa sababu za kwa nini anafuta mashtaka. Kwa lakini mahakama imerekodi kwamba mashtaka yamefutwa dhidi ya 20 na hao wengine wawili mashtaka yao hayajafutwa, kwa hiyo kesi yao inaendelea. Way forward, well, kwa wakili kwenye kesi kama hizi unapowasilisha vijana kama Nifa na kama huyu Mika Chavala, la kwanza unakuwa kama kaka sasa Kwa hiyo lazima unajaribu kumjenga kisaikolojia, kwa sababu kibinadamu tu mnapokuwa 22 kama kundi alafu wenzako 20 wanafutiwa mashtaka na hujui sababu hasa za msingi kwa nini wewe na mwenzako mmebakishwa. Kazi ya kwanza ni kujaribu kumjenga, lakini naamini amejitahidi kulielewa, na majukumu yetu sasa kama nilivyosema ni kuendelea sasa na safari ya kisheria ya kumpigania Nifa pamoja na mwenzake Mika Chavala kwenye hii kesi, ili tuweze kuona kwamba linapatikana hitimisho ambalo mwisho wa siku litasababisha na wao pengine waungane na wenzao kwa mujibu wa sheria katika siku ambazo tunatumaini hazitakuwa nyingi sana. Tutatumia uwezo wetu wa kisheria na taasisi nyingine labda zitaendelea kufanya majukumu ya kisheria, na mwisho wa siku tuone namna gani tunaweza tukawasaidia kisheria. Mimi nasisitiza kama wakili, jukumu letu ni kutumia mbinu za kisheria. Kama kuna yapo ambayo yanafanyika na taasisi nyingine, hayo ni ya kwao, ambapo sisi hatuna namna ya